Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 7. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Na injili ni Injili ya Yohane ile sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni katikati ya giza. Katikati ya giza. Ulimwengu wetu tunaoishi umekumbwa au una changamoto nyingi sana. Una vitu ambavyo vinatuweka katika giza, na wakati fulani hatujui tufanye nini tukiwa katikati ya giza nene la maisha yetu. Masomo yetu leo, hasa somo la Injili, linatupa mwanga kipi cha kufanya, yupi wa kumtegemea ili tuweze kutoka katika giza na kuishi katika mwanga. Ndugu zangu, tukiwa na hilo wazo la katikati ya giza, hebu tuangalie masomo yetu vizuri na tuone namna gani watu walivyotoka katika giza lililokuwa katika maisha yao. Somo la kwanza nimesema linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 7. Hii ni changamoto iliyojitokeza katika jumuiya ya Wakristo wa kwanza. Malalamiko mbalimbali yalianza kutokea, utengano ukataka kutokea, lakini mitume walikaa pamoja na wakafanya shauri namna gani ya kutatua changamoto. Hapo wakachagua mashemasi. Ndiyo mwanzo wa mashemasi katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Ndugu zangu katika Kristo, tunaishi katika jumuiya, tunaishi katika ulimwengu. Hatuwezi kuishi tu hivi kama mawe, hatuwezi kuishi tu kana kwamba ni viumbe tusio na uhai. Itafika wakati tutagongana kimawazo, tutatofautiana kimtazamo. Kikubwa ndugu zangu, tukiwa katika giza hilo la mgongano, katika giza hilo la utengano, katika giza hilo la kutoelewana, kikubwa ni kukaa pamoja na kutafuta suluhu. Maisha yote ya jumuiya, maisha yote ya jamii hayakosi mgongano, hayakosi tofauti za kimtazamo, lakini yote kwa yote neema ya Mungu inahitajika ili kutatua changamoto hizo. Changamoto zisitugawanye bali zitulete pamoja. Hekima na busara ni muhimu kama zilivyotumika na hawa mitume. Baadaye jamii ilikuwa na amani na kanisa liko mpaka sasa hivi. Ndugu zangu, somo la pili kama nilivyosema linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Linaeleza vizuri namna gani maisha yalivyo. Kristo tunayemfuata alikataliwa. Kristo tunayemfuata hakupendwa. Kristo tunayemfuata alitengwa, lakini Mungu alimuinua. Maisha yetu ndugu zangu katika Kristo, sisi ambao tunamfuata Kristo, tutakataliwa vile vile, tutatengwa vile vile, lakini bado tu muhimu. Kristo ni jiwe kuu la pembeni lililokataliwa na waashi. Tunatambua katika swala zima la ujenzi, kuna wakati wajenzi wanaojenga nyumba hizi, kuna baadhi ya matofali au mawe huwa wanayatenga kana kwamba hayana umuhimu, lakini inafika wakati yale mawe walioyatenga wanayaomba ili yaweze kufiksi sehemu fulani. Basi ndipo maisha yetu yalivyo. Wakati fulani tunaweza tukaonekana hatuna umuhimu, wakati fulani tunaweza tukakataliwa tukaonekana si lolote si chochote, lakini wakati wa Mungu ni sahihi, watu watatambua umuhimu wetu. Tusikate tamaa katikati ya giza la kukataliwa. Kristo awe nuru yetu, Kristo awe mwongozo wetu katikati ya giza. Ndugu zangu katika Kristo, tuje katika somo la Injili. Nimesema Injili inatoka ile Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12. Ili kuweza kuelewa vizuri ndugu zangu katika Kristo, naomba niwaambie hivi. Kuna wakati fulani au nyakati fulani katika maisha ambapo yaliyopo kifuani unahisi ni mazito sana. Unakuwa katikati ya giza. Moyo unakuwa umebeba vitu
vingi kiasi cha kutaka kuyatoa. Mbaya zaidi, yaliyo kifuani wakati huo ni magumu zaidi hata kuelezeka. Ni sehemu ya maisha ya kila mwanadamu. Hizi nyakati ambazo kelele za maisha zinakuwa juu sana kiasi kwamba hata sala zako unaona hazitoshi kueleza kile unachopitia au unachohisi. Unahisi kabisa kwamba sala hazitoshi kueleza. Unatamani usali sala nyingi zaidi na zaidi ili kueleza kile unachopitia. Katika msongo huu wa mawazo, uzito ulio nao moyoni, Yesu anaongea maneno yale ambayo tumeyasikia katika somo hili la Injili katika ile sura ya 14. Maneno matamu na mazuri ya kutia moyo, maneno yaliyojaa matumaini na jumbe ambazo ni nadra sana kuzisikia japo tunazitamani. Naomba nieleze sura hii katika maandiko matakatifu, hii sura ya 14 ni Mungu ananyoosha mkono kukufikia kwa sauti ya Mwokozi anayeonekana, Mwokozi anayeona mashaka na tetemeko lililo ndani ya moyo wako, Mwokozi anayeona maswali unayojiuliza, Mwokozi anayeona kuchanganyikiwa kwako, Mwokozi anayeona tamaa yako ya kuwa na furaha, amani na kuhisi usalama. Katika sura hii Yesu aongei na umati, anaongea na moyo sasa. Anaongea na watu walioumia, wenye mashaka na woga juu ya nini kitatokea hapo baadaye, nini kitatokea kesho. Kristo anakuangalia wewe kwa jicho lile lile aliloangalia mitume usiku ule, akiwa amejaa huruma, akiwa amejaa ahadi, akiwa amejaa ukweli ambao hakuna giza linaloweza kuuzima. Katika sehemu hii ya maandiko ambayo tumeisikia, ni sehemu ambayo Kristo anapiga hatua na kukanyaga au kuwa nawe katika mawimbi ya maisha unayoyapitia na kusema, sogea karibu nami, kaa karibu nami, sikia sauti yangu, sikuachi peke yako, ninakutayarishia makazi yaliyo mazuri zaidi. Nina kitu kizuri ambacho ninakutayarishia. Hata kama unahisi kwamba sipo pamoja nawe, hapana, mimi nipo pamoja nawe. Nikwambie leo, kama kuna kitu umebeba ndani mwako, kama kuna giza ambalo linakusonga, kama kuna kitu maishani mwako unahisi kinataka kuachika, mikono imechoka kukishikilia, kama moyo wako umechoka kuvumilia, kusimama imara kwa muda mrefu, huu ni ujumbe kwa ajili yako. Fungua moyo wako, vuta tena pumzi, kwa sababu maneno ya Yesu anayeongea hapa si tu ni nguvu, bali ni uzima na yanaishi. Yanakuhusu mimi na wewe, yana maana sana katika wakati wako huu unaopitia katikati ya giza. Kuna mengi sana tunaweza tukayasema, lakini naomba tafakari maneno makuu matatu ya Yesu yenye nguvu na maana kubwa katika giza ambalo tunapitia. La kwanza, Kristo anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Leo Kristo anakwambia usifadhaike moyoni. Usifadhaike moyoni. Kristo anaongea na hofu na woga ulio ndani kabisa ya moyo wako. Usiku ule ambao Yesu aliongea maneno haya, chumba kilikuwa kizito sana. Hali ya hewa haikuwa nzuri. Mazingira yaliashiria kabisa kuna jambo zito na la huzuni karibia au linataka kutokea. Wanafunzi wa Yesu walihisi na kuona kuna kitu kinakwenda kubadilika. Kuna kitu kinakwenda kutokea ambacho hawawezi kukizuia. Na woga ukatanda mioyo yao, hofu ikawaingia. Ndipo Yesu alipowaangalia na kutambua kile kilichokuwa ndani ya mioyo yao, wasiwasi wa kuondoka kwake. Aliona hofu na wasiwasi na woga na huzuni vilivyotanda, kwa sababu walijua mateso ya Bwana wao yapo karibu. Haya waliokuwa yanapitia yalifichika, ila Kristo aliyaona. Aliona maswali yasiyoulizwa, aliona matetemeko ya nafsi yasiyoelezeka. Hapo akaongea maneno na mioyo yao. Leo Kristo anaongea maneno yale yale na moyo wako. Usifadhaike moyoni. Naomba niwaambie, akusema hivi kufukuza au kukataa kile walichokuwa wanakihisi moyoni. Akusema hivi kufunika maumivu yao, bali alisema hivyo kwa sababu alijua
woga, huzuni vina tabia ya kutembea na kuteka sehemu muhimu ya maisha yetu na kutushawishi kuwa tuko peke yetu. Naomba nizidi kukwambia hivi, Yesu hakwambii au hataki udharau moyo wako, bali anataka uulinde. Kukataa hofu na wasiwasi kujikita ndani yako na kuota mizizi, na ndio hicho anachokitaka. Hii ni kwa sababu hofu na wasiwasi vikikua bila kuangaliwa vizuri, vina tabia ya kufunika na kuleta upofu unaosababisha kutoona vizuri kile ambacho Mungu anaweza kufanya au atafanya mbele ya maisha yako. Vina tabia ya kunong'oneza uongo wa kusahau kesho. Vina tabia ya kuiba nguvu na ujasiri ulio ndani mwako. Vina tabia ya kuiba muono wako wa maisha. Vina tabia ya kuiba amani yako ya maisha. Hivyo Kristo anajua vizuri namna gani moyo wa mwanadamu unavyoweza kuwa ukiruhusu hofu, woga na mashaka vitawale. Leo hii Kristo katika maneno haya tuliyosikia, katika injili hii tuliyosikia, anaongea kwa kuongea moja kwa moja na wewe, vile vile anaongea na maisha yako. Anaongea moja kwa moja na yale unayopitia ndani mwako. Anaongea na mapambano ya moyo wako. Anaongea juu ya mizigo iliyofichika katika macho yako angavu. Anaongea na maumivu yaliyojaa kifuani mwako yanayokufanya ukose usingizi usiku. Anaongea na nyakati ambapo imani yako unahisi inapotea na ujasiri wako na nguvu vinaporomoka. Anaongea na wewe uliyechoka na msongo wa mawazo. Anaongea na wewe uliye na wasiwasi juu ya maisha yako. Usifadhaike moyoni. Usifadhaike moyoni. Anasema leo, usifikiri utabeba mizigo hiyo mizito peke yako mabegani. Usifikirie umeachwa peke yako, la hasha. Hujaachwa peke yako. Utafakari maisha yako. Usifikirie hata mara moja unatembea na wasiwasi na huzuni kilio chako bila mchungaji. Yeye yuko pamoja nawe. Usifadhaike moyoni. Amini, Yesu anakuambia hivyo kwa sababu amesimama tayari sehemu ambayo unaogopa kusimama ili akusaidie. Yupo tayari pamoja nawe, japo muone katika hali yako unayoona huwezi kuizuia, inakuangamiza, inakutesa au kukuuliza maswali mengi. Elewa, anatembea mbele yako, anatembea pembeni yako, anatembea nyuma yako akiwa amekunyoshea mkono. Anajua njia unayopitia, anajua matokeo yatakayotokea baadaye, anajua kile ambacho bado huwezi kuona kwa sasa, na anakualika kumwamini, anakualika kuamini. Usifadhaike moyoni. Kuamini sio kwa sababu kila kitu kinaeleweka, ila kwa sababu yuko pamoja nawe. Majaribu yanaweza kupiga hodi mlangoni mwako, lakini unaweza usiyaruhusu na kuyafanya yaishi ndani mwako, bali Kristo aishi ndani mwako. Woga, wasiwasi, huzuni vinaweza inuka juu yako, lakini usitake vitawale maisha yako. Mashaka, hofu inaweza kupiga kelele, lakini haviwezi kuzuia sauti hii ya Kristo inayokwambia usifadhaike. Usifadhaike. Elewa hili. Maneno haya si tu ya kutia moyo, bali ni ahadi ya kweli. Ahadi kuwa moyo wako ukimtegemea, majaribu yatakosa nguvu. Ahadi ya kuwa amani si kutokuwa na mawimbi, si kutokuwa na giza, si kutokuwa na wasiwasi maishani, ila ni kuamini kwamba uwepo wa Yesu ndani ya mawimbi, uwepo wa Yesu katikati ya giza ni ushindi tosha. Leo pokea ujumbe huu kwa tafakari wewe mwenyewe na nafsi yako. Acha Yesu aongee nawe kama alivyoongea usiku ule na mitume. Anasema leo, naona woga wako, naona wasiwasi wako, ila nipo hapa pamoja nawe. Kwa kuwa nipo pamoja nawe, moyo wako hauna haja ya kuwa na huzuni, moyo wako hauna haja ya kuwa na mfadhaiko. Nakuomba, acha maneno haya yaguse tena moyo wako na nafsi yako leo. Moyo uliokuwa ukiyatamani kuyasikia, nawe utaona baraka na mkono wa Mungu. Usifadhaike, usifadhaike moyoni, kwa kuwa Kristo yuko pamoja nawe.
Wazo la pili dogo ambalo naomba tutafakari ni maneno haya ya Yesu mazuri sana ya kutia moyo katikati ya giza. Kumbuka, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nikwambie, amini, hii ni ahadi ya sehemu iliyoandaliwa kwa ajili yako mwenyewe. Elewa, Yesu anaongea maneno haya ili kunyanyua mtazamo au mwono au macho ya mitume katika magumu ya dunia hii na kutazama au kutamani uzima wa milele ujao. Alijua dunia yao haijakamilika, haijatulia kabisa. Alijua walikuwa katika mshangao na maswali moyoni juu ya nini kitakwenda kutokea baadaye, au nini hatima ya maisha yao baadaye. Hivyo badala ya kueleza kila kitu kwa undani juu ya maisha ya baadaye, aliwapa kitu ambacho ni zawadi kubwa sana. Hii ni uhakika kuwa historia ya maisha yao haitaishia hapa. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Hakusema si labda nyumbani mwa Baba yangu au yawezekana, bali hakika nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Alitaka mimi na wewe pia ujue hivi kama mitume ambavyo walitakiwa kujua. Mbinguni si ndoto. Mbingu si mahali pa kusadikika, bali ni sehemu maalum tayari kwa upendo na subira. Milango i wazi kwa wale waliostahili, kwa wale wanaotaka kuingia, kwa wale wanaomfuata Yesu Kristo. Yesu akusema unaweza ukawa na sehemu, hapana, kwamba unaweza ukawa au usipate, bali kuna sehemu maalum tayari ninayokutayarishia au iliyotayarishwa kwa ajili yako. Hebu fikiria juu ya hilo. Mwokozi aliyeumba mbingu na dunia, aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, amekutayarishia sehemu kwa jina lako, kwa historia yako na kwa roho yako. Ametayarisha makazi, si mahali pa kupita, sehemu ambapo amani haiwezi kuondoka, sehemu ambapo hakuna tena machozi, sehemu ambapo hakuna tena magonjwa, sehemu ambapo tena hakuna wasiwasi, sehemu ambapo muda huwezi kuiba chochote, sehemu ambapo utajulikana milele na utakuwa salama milele. Anakuambia vizuri. Hebu sikia, Yesu anasema hivi ili kuponya uoga wako ambao kila siku unajiuliza. Mwanadamu ndani mwake amebeba uoga. Uoga huu unaponywa na maneno haya ya Kristo. Uoga wa mwisho wa maisha, uoga wa kupoteza, uoga wa nini kitatokea baada ya kuvuta pumzi ya mwisho. Ndugu zangu katika Kristo, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Yesu anajibu ukweli wenye faraja ambao mbingu inatupatia, kuwa maisha yako hayataishia hapa duniani. Maisha yako yanaendelea pengine. Roho yako haipotei bali inaongozwa. Kesho yako si kwamba haitambulikani bali imetayarishwa. Kristo haishii hapo, anasema anakwenda mwenyewe kutayarisha makao. Yeye mwenyewe alikufa na amepaa. Akuacha malaika watayarishe, akuacha mtu mwingine atayarishe, bali yeye mwenyewe kwa upendo anatayarisha makao yake. Amini, wewe ni sehemu ya mawazo ya Mungu katika ufalme ujao wa Mungu. Haujaitwa jina la Kristo kwa bahati mbaya, bali kwa ajili ya makao uliotayarishiwa. Wewe Kristo hajakukatia tamaa. Elewa, amekutayarishia makazi hata kabla hujavuta pumzi yako ya kwanza, nawe utayaishi pale utakapovuta pumzi yako ya mwisho. Hii ni ahadi nzuri sana, lakini nikueleze kitu kingine. Ni ahadi pia ambayo inaimarisha au inaongea jambo lingine kubwa sana katika maisha yako ya sasa. Iko hivi, kama Yesu anatayarisha sehemu kwa ajili yako, anatayarisha vile pia wewe kwa ajili ya kukaa katika makazi hayo. Je, umejiandaaje? Elewa, kwa kuwa Kristo ameandaa makazi, unabidi ujiandae kuishi katika hayo makazi, na utambue Kristo kwa upendo wake anakushirikisha katika mchakato wa kwenda kuishi katika makazi hayo. Nikwambie, kila jaribu, kila somo la maisha unalopitia, kila chozi linalotoka katika macho yako angavu, kila umivu la moyo, vyote vinakutayarisha kwa ajili ya utukufu wa baadaye, kwa ajili ya upendo wa maisha ya milele ya baadaye.
Mungu anakupenda sana. Historia yako hataishia katika machozi au maumivu, bali itaishia ukiwa mbele ya Mungu, ukiwa mbele ya uso wake. Hivyo inua macho yako leo, inua macho juu ya mazingira na hali ngumu inayokuzunguka na kumbuka ukweli huu: mbingu si mbali, nyumbani si mbali, unasubiriwa. Uzuri zaidi ni Kristo mwenyewe atakaye kuongoza au anayekuongoza kuelekea sehemu hii nzuri, sehemu ambayo haiwezi kufananishwa na mateso ya sasa, sehemu yenye furaha ya milele. Nikwambie, usisahau ahadi hii, usisahau tumaini hii. Haya ni makazi ambayo roho yako inatamani iishi hapa. Jitayarishe, jitayarishe. Mtakatifu Agustino alisema, moyo wangu hautatulia e Bwana mpaka utakapotulia ndani mwako. Roho yangu haitatulia e Bwana mpaka itakapotulia ndani mwako. Samee, vumilia, ondoa na kinyongo, sali, mtumainie Mungu. Kesho yako ni nzuri kuliko leo. Nyumbani mwa Baba mnayo makazi mengi. Kumbuka hilo. La tatu na la mwisho, ndugu zangu, Kristo anasema jambo moja kubwa sana. Anasema, mimi ni njia, ukweli na uzima. Mimi ni njia, ukweli na uzima. Huu ni ufunuo wa ajabu juu ya ukweli wa Kristo ni nani. Maneno haya Yesu hakuyatamka kwa lugha nyepesi au ya mashaka au ya wasiwasi. Maneno haya hayakuwekwa katika fumbo. Maneno haya Yesu hakuongea kama methali au nahau au kuongea kishairi ili kila mtu atafsiri au yaelewe kwa namna yake. Huu ulibaki ni ukweli, bali alisema kitu ambacho ni hakika, hakina mashaka, hakiwezi kupindishwa wala kutafsiriwa vingine. Alisema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mimi ni njia. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika ulimwengu uliogubikwa na mikanganyiko mingi, kuchanganyikiwa kwingi, uongo mwingi, mitazamo mingi, Kristo ndiye anayebaki kuwa njia, ukweli na uzima. Kristo ndiye anayeonyesha njia. Kristo mwenyewe ndiye anayeelekeza. Si tu, naomba niseme hapa kitu fulani ambacho tukielewe, si tu Kristo anaonyesha njia, bali yeye ndiye njia. Akusema au kumnyoshea mkono mtu mwingine au kusema mwingine atawaelekeza, bali yeye mwenyewe. Usisikie sauti nyingine, bali sauti ya Kristo mwenyewe. Alisimama kwa mamlaka mbele ya mitume wake na kwa upendo mkubwa akasema, chochote kile mnachokitafuta, chochote kile nafsi zenu zinazokitamani, chochote kile ambacho haukiwezi kupata chochote popote, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia. Elewa, sio ramani, sio kibao cha kuelekea au cha kuelekeza, bali yeye mwenyewe ndiye njia. Yeye ndiye pekee wa kubeba na kukuongoza kuelekea nyumbani. Yeye ndiye njia inayoelekea nyumbani ambapo kuna uzima wa milele. Tambua hili, nyakati zote ambazo umepotea, nyakati zote ambazo umejiuliza upite njia ipi katika maisha yako ili kufika kule unakotaka, nafsi yako iweze kupata furaha, Kristo anabaki kuwa njia. Kristo anabaki kuwa taa ya miguu yako. Mfuate, 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 nawe hautapotea. Utaelekea nyumbani kwa Baba salama, utamuona Mungu salama. Msikie maneno yake, fuata mifano yake, soma Biblia, soma neno lake, utaona Kristo ndiye njia ambayo inaongoza nafsi zetu kuelekea mbinguni. Anasema tena, mimi ni kweli. Hii haina haja ya kubishana. Yesu anasema, mimi sio kitu cha kubishania, bali ni kweli. Yeye sio idea ambayo inabadilika badilika kwa ajili ya tamaduni au hisia, bali yeye ni kweli ya Mungu isiyobadilika. Kristo ni ukweli wa Mungu usiobadilika kamwe. Iko hivi ndugu zangu, maisha yakikuchanganya, uongo ukijaribu kukutambulisha kwa namna tofauti, watu wakitaka utu wako uharibike kwa kufuata uongo wa ulimwengu huu, kwa kasi fulani watu wana tabia ya kutaka ubadilishe au utu wako ufadhaishwe kwa uongo. Pale ulimwengu unapokuambia na kuongoza vile unavyotaka, Yesu anabaki kuwa ukweli.
ukweli usioweza kutikiswa au kutikisika kamwe, na ukweli huu ubaki ndani mwako au utabaki ndani mwako. Ukisimama na Kristo utasimama katika kweli, ila ukimwacha Kristo utafata uongo wa ulimwengu ambao utakupoteza na utapoteza utu wako na thamani yako. Usikubali usiku na mchana kufuata uongo, kufuata ulimwengu. Anasema mimi ni uzima. Yesu ni uzima wenyewe, uzima wa milele, uzima ule ambao roho zetu unautamani, uzima ule ambao ulimwengu hauwezi kutoa wala hauwezi kuutoa. Ni Yesu mwenyewe. Amini naelewa, kila pumzi ambayo ushawahi kuvuta, kila pumzi ambayo unavuta, kila tumaini ambalo ushawahi kulitamani, kila mara roho yako inapokuwa hai, yeye ndiyo chanzo cha uzima huo. Ni jambo la kushangaza na la kupendeza sana. Iko hivi, kwa kauli moja tu Yesu aliandika tena historia ya mwanadamu. Kwa kauli moja tu Yesu aliondoa mashaka. Kwa kauli moja tu Yesu aliondoa umbali au utengano uliokuwepo akilini mwa mwanadamu. Yaani, ukitaka kumjua Mungu muone Yesu. Njoo kwa Yesu, mtazame Yesu, utamwona Mungu, yeye aliye njia, ukweli na uzima. Ukitaka kutembea kadiri ya malengo yako, mfuate Yesu. Ukitaka kupiga hatua katika au kuelekea uzima wa milele, mwamini Yesu. Haya si majivuno. Huu ni moyo wa huruma kwetu, kwa sababu ni yule tu aliyekuumba ndiye anayeweza kukuokoa wewe mwenyewe ukimwachia moyo wako. Ni yule aliyekupenda ndiye anayeweza kukufanya upya. Ni yule aliyemjua Baba anayeweza kukupeleka kwa Baba. Hivyo nyakati zote unapohisi kupotea, unapoona mashaka ya kuamini au imani yako inapoteleka, maisha yako yanapoonekana matupu na kujihisi mkavu nafsini, unapoona mpoteza mwelekeo kabisa, rudi na sikiliza sauti ya Yesu. Soma sehemu hii ya Injili na ukumbuke yeye ndiye njia yako, yeye ndiye uzima wako, yeye ndiye ukweli wako. Shikilia ukweli huu, maana utakuongoza vizuri, utakuongoza siku zote za maisha yako. Usisahau kauli hii. Naomba nikukumbushe maneno haya mazuri ya Mtakatifu Tomasi wa Aquino. Alisema, Kristo ndiye njia ya kufikia ukweli na ndiye ukweli unaotupeleka kwenye uzima wa milele. Kristo ndiye njia ya kufikia ukweli na ndiye ukweli unaotupeleka kwenye uzima wa milele. Siku zote tutambue, katikati ya giza tusifadhaike. Katikati ya giza tukumbuke, nyumbani mwa Baba mna makazi mengi, mna makao mengi. Katikati ya giza tutambue na kuelewa Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Mungu akubariki sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.